Leo insha Allah taala tutaanza fima tukhalifu almar'atu rajula fi salah, fima tukhalifu almar'atu rajula fi salah, mambo ambayo mwanamke anatofautiana na mwanamume katika swala. Fima tukhalifu almar'a, katika mambo ambayo mwanamke anamukhalifu arrajula, mwanamume fi swala, katika swala. Haya ndio tutaanza nayo leo. Sheikh anasema tukhalifu almar'atu arrajula fi arba'ati mawadhi'a, mwanamke anatofautiana na mwanamume katika mambo manne. Tukhalifu almar'atu arrajula, mwanamke anatofautiana na mwanamume fi arba'ati mawadhi'a, katika maeneo manne katika swala. Anasema yubaidu rajulu an mirfaqaihi, sifa ya mwanaume kwenye kusujudu, mwanamume yubai an mirfaqaihi, anaweka mbali mirfaqi zake mbili. Utakapokuwa umesujudu, hizi mirfaqi zinasogea, zinakuwa ziko mbali na wewe, zimetoka. Lakini kama unaswali jamaa, usiwachoche watu. Mtume anasema waliyali ahadukum li akhihi, kama unaswali jamaa, Mtume anasema uwe laini kwa ndugu yako, usijitanue. Lakini kama unaswali uko peke yako au wewe ndio imamu, basi hizi zinakuwa umeziweka mbali. Wa yarfa'u batnahu al-fakhadhayn, na tumbo la mwanamume litanyanyuka kutoka kwenye mapaja, yaani hai tumbo na mapaja vikakutana kwa mwanamume wakati amesujudu. Tumbo na mapaja vitofautiana fi sujudi wa rukuu, katika hali ya kusujudu na hali ya kurukuu. Yajharu fi mawdhi'i jahr, mwanamume atasoma kwa sauti sehemu ya kusoma kwa sauti. Wa idha nabahu shay'un, na likimpata jambo katika swala mwanamume, fi swala, katika swala, sabaha, atasema subhanallah. Sawa. Mwanamume katika hali ya kusujudu na kurukuu, tumbo na mapaja yake vile mbali. Katika hali ya kusujudu, tumbo na mapaja yake vile mbali. Katika hali ya kusujudu, hizi mirfaqi zitakuwa mbali. Na akipatwa na jambo kwenye swala, mwanamume anasema subhanallah. Kama kuna mtu anamwita wakati yuko kwenye swala, atasema subhanallah. Tarudia tena. Sasa shekhe hapa naona akafanya vice versa, kaanza anayokhalifu mwanamume. Sawa. Wakati amesema tukhalifu almar'atu arrajula fi arba'ati mawadhi'a, mwanamke anatofautiana na mwanamume
katika pahala pa 4 kwenye swala. Lakini hapa maelezo yanayokuja kumzungumzia mwanaume, anasema yubaidu rajul, mwanamume ataweka mbali an mirfaqaihi, hizi mirfaqi zake mbili wakati wa kusujudu. Mirfaqi mbili hizi ataziweka mbali. Wayarfau batnahu an fakhadhaihi, na tumbo lake atalinyanyua liachane na mapaja yake mawili. Fi sujudi wa rukuu, katika kusujudu na kurukuu. Wayajharu fi mawdhi al-jahr, na atasoma kwa sauti sehemu zote ambazo zinatakiwa kusoma kwa sauti huyu mwanamume. Wa idha nabahu shay'un, akipatwa na jambo lolote kwenye swala, fi swala, katika swala, sabaha, atasema subhanallah. Hili jambo ameruhusiwa mtu kusema akiwa ndani ya swala, kumjulisha mtu kwamba mimi na swali. Au tunataka tumtanabahisha imamu kakosea, tunasema tunasema subhanallah. Uweze kumwambia imamu rukuu, umesahau kurukua, unasema subhanallah. Imamu anachemsha akili pale pale kwamba nimesahau kitu gani. Sawa? Lakini ukisema subhanallah, kachanganyikiwa, ajui kaacha nini, hatujui kaacha nini, yeye mwenyewe ajui kaacha nini. Sasa wanazuoni wanasema utasoma aya inahusiana na ile aliloliacha. Kama ni rukuu, utasema warka'u ma'a raki, yaani utasoma aya ambayo itamkumbusha, atajua mimi niacha. Kama ni sija, wasjude waqtaribe, atajua hapa nimeacha. Sio imamu subhanallah mara karukuu, namwambia tena subhanallah, kanyanyuka tena subhanallah, atachanganyikiwa, atakuwa ajui afanye nini. Na imamu akichanganyikiwa ajui afanye nini, bana ala yaqin, kachanganyikiwa ajui afanye nini, bana ala yaqin, atafanya maamuzi yeye vile anavyoona kwamba ni sawa. Maana kachanganyikiwa ajui afanyeje. Nyema akifanya hivi subhanallah, akifanya hivi subhanallah, bana ala yaqin. Sawa? Na sisi tutamfuata pale kwenye yaqin. Akimaliza ataweka sijati sawa. Kama ni nguzo kaacha, ataisujudu ile nguzo, au ni rukuu ataleta. Sisi tumeelewa? Inaweza katokea hali kama hiyo kwa imamu. Anasema ama almar'atu, ama mwanamke sasa, fatabumu ba'daha ila ba'dhi, mwanamke atajikusanya, tabumu ba'daha ala ba'd, hatoachia mikono yake ataikusanya. Sawa jamani? Na hatoliachia tumbo lake na mapaja yake, yaani mikono ataikusanya na tumbo atalikusanya wakati wa kurukuu na kusujudu, sio kama mwanaume. Watusiru fi salatiha kulliha, na swala zote ataziswali kwa siri zote. In kanat bihadarati ajnabi, ikiwa kuna watu kando hapo wanaposwali, kuna wanaume watasikia sauti yake na swala ni ya sauti, mwanamke ataswali kwa siri. Maana kuna watu ajani ni watu ambao wanaweza kumuoa, yeye ataswali kwa siri. Wa idha nabaha shay'un fi salatiha, na akipatwa na jambo mwanamke kwenye swala yake, safaqat,
atapiga kofi. Yeye hatosema subhanallah. Kama sheria ijamwacha kwenye swala ya kusoma kwa sauti, asome kwa sauti, haiwezi ikamruhusu kwamba likimpata jambo aseme. Na ndio maana nimkatalia kuadhini. Wanazuoni wamehitilafiana kwenye kukimu, kwa sababu kukimu si sauti ndogo. Je, atakimu au akimu? Kama hitilafiana, lakini kwenye adhana mwanamke haadhini, hata kama itakuwa ni swala ya faradhi. Kwa hiyo na nafikiri hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha nabahu arrajulu shay'an fi salatihi sabaha, mwanaume likimpata jambo kwenye swala yake atasema subhanallah. Wal mar'atu tusaffiku, na mwanamke atapiga kofi. Namna ya kupiga kofi, namna ya kupiga hata kusanya viganja vile akifanya hawezi, haruhusiwi kufanya hivyo. Atapiga kiganja, matumbo ya kiganja kupiga nyuma ya kiganja kingine. Mfano, kama kiganja cha mkono wa kulia atapiga juu ya mgongo wa kiganja kingine, atapiga hivi. Hatopiga matumbo kwa matumbo, yaani matumbo ya viganja kwa matumbo ya kiganja atapiga hivi. Hapana, matumbo ya kiganja kwa mgongo wa kiganja atapiga hivi. Wengine wanasema atapiga matumbo ya kiganja cha kushoto kitapiga kiganja cha kulia, lakini alimradi atapiga kwa mtindo kama huu. Lakini atapiga kofi ikiwa sehemu aliyopo kuna wanamume ajanibi, kuna wanaume kando. Ukiwa hakuna wanaume kando, na yeye anaruhusiwa kusema subhanallah. Hii imepokelewa kwa mama Aisha. Mama Aisha wakati mtu anamwita alisema subhanallah. Kwa hiyo kukiwa na wanaume kando atapiga kofi. Hakuna mwanaume au anayemwita ni mumewe, atasema subhanallah, au ni mwanawe au ni mkwe wake.